wa siku ya Ijumaa ni kukutana na kupeana taarifa, ima zinazoweza kudhuru na kuwadhuru Waislamu au zinazoweza kunufaisha na kuwanufaisha Waislamu. Kuna mazingira mengine Waislamu wanahitaji nusura ya Waislamu wenzao, na hatuwezi wala haiwezekani tangu zama za Mtume kupita nyumba kwa nyumba kwenda kueleza shida na matatizo za Waislamu hao, isipokuwa ni nyinyi Waislamu kukutana msikiti mmoja, baada ya swala kunafanyika khutba, baada ya khutba kunafanyika swala, na baadaye kunatolewa taarifa. Niwaombe sana, kila anayeamini ipo siku atakutana na Mola wake, anahitaji msamaha kwa Mwenyezi Mungu, anahitaji msaada katika maisha yake, ampe Allah dakika 5 ama 10 ambazo nataka kuzizungumza. Na waomba sana kwa dhati ya moyo kabisa. Wiki iliyopita niliwaambia tuna ratiba mwezi huu mwishoni, tutaanza ratiba katika wilaya ya Longido, mkoa wa Arusha, na ziara yenyewe ni ziara ya kazi ya kidawa, kwenda kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na nilisema Ijumaa hii nitasimama mbele ya shekhe na nitawaomba waumini mchangie gharama za kufanya hiyo kazi, kwa sababu bajeti ya kukaa mwezi mmoja huko ni kama milioni 26, na hakuna namna ya kuhuisha dini yetu kama sio mali zetu na nafsi zetu. Katika milioni 26, mimi na wenzangu katika taasisi tumesema tutatoa milioni 10. Milioni 16 zitoke kwa Waislamu wengine. Kwa nini tunaamua kwenda mkoa wa Longido? Waislamu mnafahamu 90% ya wakazi wa kule ni Wamasai, ambao Uislamu kule haujafika kwa kiasi kikubwa, na hakuna watu wanaochukua dhamira ya maksudi kwenda maeneo yale kwenda kufanya kazi ya da'wa. Nikasema sisi tufanye jukumu hili, tuende tukaitangaze dini kule. Na ratiba yetu ilikuwa inatutaka kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 30 tuwe tumeanza ratiba mpaka tarehe 25 mwezi ujao, na baada ya hapo tutarudi Dodoma. Kwa hiyo kwanza naitumia fursa hii kulitangaza tangazo hili. Niwaombe Waislamu muweke nia juu ya kwenda kutangaza dini. Yani tunakwenda kupeleka ujumbe wa la ilaha illa Allah. Waislamu, naweza sisi tusione thamani ya kitu tunachokifanya. Nataka nikwambieni jambo leo, kabla ya swala al-Juma. Mimi juzi usiku nilipata wageni kutoka South Africa wawili, mmoja mwanamke mmoja mwanamume. Katika wale wageni niliowaomba waje, walioniomba kuja kwangu, walipofika Dar es Salaam wakaambiwa mimi niko Dodoma. Wakasema pamoja na ofisi yake iko hapa, tumefika ofisini, lakini sisi haja yetu tunataka tumuone Dr. Sule. Wakapanda treni wakaja Dodoma. Usiku wakapokelewa na dereva wangu, wakatafutiwa hoteli wakalala. Juzi asubuhi nikakutana nao. Mchana nikasafiri nikaenda Kilindi kwenye dawa Tanga. Nikaondoka Kilindi nikashinda huko, nimeondoka jana Kilindi nimerudi Dodoma. Leo asubuhi nimekutana nao nyumbani kwangu, tukanywa chai pamoja. Mmoja wa wale akanambia, dokta, kama kuna kitu na furaha basi kukuona. Unajua kwenye haya mawaidha yangu ya Kiswahili kuna watu wana translate kwa Kiingereza, na kuna watu wanayafuatilia maeneo mengi. Huyu mama muda mrefu, kwa zaidi ya miaka 2 sasa, ananifuatilia. Leo ameamua kusilimu na kuwa Muislamu. Saa 6 na dakika 14 asubuhi leo nimemsilimisha, na hivi ninavyosema yuko upande wa kina mama, kwa sababu mama yule hajui Kiswahili. Yawezekana yuko pembezoni mwa mke wangu, naomba umwambie haya maneno, na naomba dada Fatima asimame
aonekane kwa Waislamu wenzake wa kina mama. Sijui yuko juu, sijui yuko chini, lakini leo nimetoka naye na mke wangu, nimekuja naye hapa msikitini na amesilimu leo. Hajui Kiswahili kabisa. Hebu tazama, mtu anatoka South Africa anakuja kusilimu Tanzania. Kasikia mawaidha miaka miwili tena kwa tafsiri. Sisi Waislamu wa Dodoma tunaona shida gani kupeleka ujumbe Arusha? Hebu fikiria, huyu mtu akatumia tiketi ya shilingi ngapi? Tiketi ya Tanzania South Africa go and return ni zaidi ya dola 600, milioni moja karibu na pointi. Achilia mbali hiyo, anakula analala hapa, kaja kwangu kwa ajili ya kujifunza dini, tunakasilimu. Nataka nikuambieni, tuna wajibu na jukumu kubwa sana la kutangaza dini. Niwaombe, tafanya dua. Yeyote ambaye atakuwa na nia ya kutoa kile alichonacho, dini itakwenda tu. Yani hata kama Waislamu wataisusia, dini itakwenda. Na mimi na uhakika haitavuka tarehe 30 nitakuwa Longido, nitaanza kazi ya dini. Bila ya kujali nimepata, nimekosa, kazi ya dini mimi nitafanya. Nitakwangua cha watoto wangu, nitakwangua kile cha ziada, nitakwenda kufanya kazi ya dini. Kwa sababu naamini siku nitakayokufa nitakwenda kaburini peke yangu. Siendi na shekhe wa mkoa wala siendi na mtu yoyote, hata wewe unayenitazama. Zaidi ya yote, wale nitakao kwenda nao kaburini, ndugu zangu na marafiki zangu wa karibu, watakaojitahidi sana, wataishia kuniweka kwenye mwanandani, na muda wa kuwekewa mchanga nitaachwa mwenyewe, watu watainuka waende zao. Mimi naamini sana katika kutoa. Mimi naamini sana katika kutoa. Naamini sana mafanikio yako katika kutoa. Hakuna mwanadamu amejitolea mali yake kwa ajili ya Mungu akafa maskini, hayupo. Na mtu yeyote anayeishi katika mazingira ya ubakhili anakufa maskini. Unaweza ukaondoka huna ulichotumia katika kile ulichokifanyia ubakhili, na ukikaa kaburini watu watagawana, wala hakitakunufaisha kwa thawabu zako za kaburini. Muislamu anayejua kesho yake hawezi kuona shida kujitolea. Sasa naomba, kwa sababu niliahidi, watu wasije kusema unajua dokta kaona watu wameinuka hawakutaka kutoa akaakhirisha. Mimi nataka kila Muislamu anayemiliki kuanzia 1000 mpaka 10,000 kwa kile alichonacho, milioni, milioni 2, milioni 3, tukapiganie dini. Simama mwenyewe uilete hapa, alafu tumalize dua. Sihitaji kuongeza aya wala hadithi za kukutia motoni, kwa sababu unajua tunacholenga. Lakini pia sadaka hii unakuja kutoa, mimi naamini unayakini, sio kama una uhakika tu, unayakini kwamba sijasimama hapa kutafuta hela ya kula, na kama nafanya kwa malengo hayo Mungu anilaani. Kwa sababu naamini unajua mimi sina dhiki ya hela ya kula. Yaani mimi shahama uko kwenye kutafuta chakula nini. Katika watu ambao Mungu kawaruzuku wanakula wanachotaka, na mimi nimo. Maana duniani kuna makundi mawili, kuna wanaokula wanachokipata na kuna wanaokula wanachokitaka. Mimi naamini nipo kwenye kundi la wanaokitaka, sio wanaokipata. Kwa sababu naamini nikitaka kula wali maharage uwezo huo nao, nikitaka kula wali bifu nyama uwezo huo nao, nikitaka kula wali nyama ya ng'ombe uwezo huo nao, nikitaka kula wali na nyama ya pori uwezo huo nao, nikitaka biriani uwezo huo, na Mungu ashanipa. Kwa hiyo naamini hiki unachokileta hapa, wala si kwamba mimi nitakichukua ndo nifanye watoto wangu wapate riziki yao ya kula leo, na Mwenyezi Mungu awe shahidi. Kumbuka tunahitaji karibu milioni 16 kwenda kuutangaza Uislamu. Ndugu zangu, nataka nikuambieni, mimi nilikaa siku 3 pale Longido kabla sijaja Dodoma kupanga ratiba ya kuja hapa. Nilikaa pale boda na Manga. Nilikaa pale siku 3. Na nilipata fursa ya kutembea baadhi ya vijiji vya karibu pale. Katika kundi wametengwa kupelekewa dini ni Wamasai. Wakristo wenzetu wanafanya jitihada sana kuwapelekea dini Wamasai.
Ndiyo maana ni rahisi kwenda umasaini kulikuta kanisa, lakini ni ngumu kwenda umasaini kukuta msikiti. Au nasema uongo? Ndugu zangu, nakuulizeni, nasema uongo? Ni rahisi kwenda vijiji vya Wamasai ukaliona kanisa, na ni ngumu sana ukienda vijiji vya Wamasai ukaukuta msikiti. Na kuulizeni, nini kinachofanya Wamasai wamekubali kulipokea kanisa? Baadhi ya maeneo yao nalikuta kanisa, lakini kwa nini huwezi kukuta msikiti? Wakati asili na mila ya Wamasai si Waislamu wala si Wakristo, wao ni wapagani wasiokuwa na dini. Vipi kanisa limeweza kujenga makanisa maeneo yao, lakini msikiti inashindikana katika maeneo yao? Kwa sababu Waislamu hatuna juhudi za makusudi za kupeleka dini kwao. Na namna ya kupeleka dini, kwa sababu washafikiwa angalau na Ukristo, wanaijua Biblia kwa hali na mali, inaweza kuwa rahisi kuwafundishia Uislamu kwa yale machache wanayojua kutoka kwenye Biblia. Sisi tutauthibitisha Uislamu kupitia Qur'ani na Biblia. Wataona ubora wa Uislamu, watakuwa wamesaidiwa tu kupokea dini, lakini kupokea dini ya haki wakajua baada ya kufikiwa na Uislamu. Unajua, unaweza ukawa umeoa mke au umeoa mke bora, na dini unaweza kuwa na dini au kuwa na dini bora. Dini nyingine ni dini, lakini si dini bora. Dini bora ni Uislamu, kwa sababu ndio dini inayokuconnect kweli kweli na Mola wako. Jitihada inahitajika sana kupeleka kazi ya dini huko tunakokwenda. Na maeneo ya wasio na Waislamu wengi ndiyo maeneo tunatakiwa tudili nayo. Niliwaambia wiki iliyopita, tumeacha Mbeya kwa sababu sasa hivi kuna mvua sana. Huwezi kufanya mikutano Mbeya sasa hivi, kuna mvua sana. Angalau kanda ya kaskazini mvua ina nafuu kwa wakati huu, lakini hii kanda ya nyanda za juu kusini inanyesha na radi kali. Unafunga turubali, umetumia milioni kutangaza mkutano, mvua inanyesha siku 3, mmeitupa. Huwezi kuchoma pesa hivyo, unatakiwa ufanye jambo lenye matokeo. Ndio maana tukasema tuache kwanza, tuende kanda ya kaskazini, kuliko tukae hatuna cha kufanya au tuendelee na shughuli zingine. Basi bora tuende tukafanye kazi ya dini umasaini, tukafanye mkoa wa Arusha. Kuna maeneo mengi. Kwa Wameru kule misikiti hakuna kule, unaweza kutembea vijiji 10 unakuta msikiti mmoja tu. Dini inahitajika, na wakupeleka Uislamu kule ndo sisi. Na dini inapiganiwa na mambo mawili, watujahiduna fi sabilillah biamwalikum wa anfusikum. Kama hujatoa mali na nafsi, dini haiwezi kwenda. Kwa hiyo niwaombe Waislamu kwa dhati ya moyo kabisa, tushikamane. Wale ambao wana uwezo kutoa kwa njia ya siri wanaweza kuniona, tukakaa chini wakashiriki baadhi ya vitu. Unaweza ukasema, hivi pesa yote hii milioni 26 inaenda kufanya kazi gani? Kazi ni nyingi sana. Hapo ndani kuna vyombo vya matangazo, hapo ndani kuna kula na kulala kwa hao wanaoenda kutangaza dini, familia zao na wao wenyewe. Hapo ndani kuna usafiri, na hapo magari yanayokwenda ni ya kwangu, natoa mimi bure. Tungesema tuna kodi gari moja kwa siku, sio hela ndogo, lakini gari zote takwenda na gari 3 zote mimi nitazitoa fi sabilillah, zikafanye kazi ya dini. Kikubwa zitiwe mafuta, hawa wanaokwenda kutangaza dini wapate hoteli ya kulala. Kuna vijiji vingine hakuna gesti wala msikiti, tutakwenda kilomita 30, 40, 50, tunafanya kazi ya dini. Usiku tunageuza tunarudi mjini. Hizo gharama zote tumezitazama, na hakuna anaweza kufanya hili isipokuwa ni sisi Waislamu wenyewe. Ndugu zangu, nataka nikuambieni kweli, tukisimama siku ya Kiyama, wasio na dini, moja ya vitu watakavyojitetea mbele ya Mwenyezi Mungu, watamwambia Mwenyezi Mungu, waliojua Uislamu hawakufika kwetu na hawakututangazia.
Na kama Wamasai, Wameru, Wamburu, si wa dini gani ambao si Waislamu watasimama kwenda kumwambia Mungu hivyo, na kweli tumesimama kwenye mahakama ya Allah iliyo mahakama ya uadilifu, tutakosa lugha ya kusema wala usijidanganye. Hiyo itakuwa hoja na itatuvuta nyuma makoti, kurudi nyuma tusiingie peponi. Kwa sababu tutamwambia Mungu nini? Utamwambia mimi nilikuwa bize na kazi za serikali? Utamwambia Mungu mimi nilikuwa bize na biashara zangu? Utamwambia Mungu mimi nilikuwa bize na chama? Utamwambia Mungu bize mimi nilikuwa na nini? Na Mungu ameshasema ili swali litakuja, watujahiduna fi sabilillah. Nilisema piganieni dini katika njia ya Mwenyezi Mungu, biamwali, kwa mali zenu, wa anfusi, na nafsi zenu. Ulishindwa kwenda, wako watu walikuwa wanataka kwenda, uliwasaidiaje? Unaweza kusema mimi nilikuwa siwezi kwenda kuhubiri, mimi sijui kuhubiri hata Biblia wala Qur'ani, vyote sivijui. Basi sawa, 1,500,000, 200,000, 50,000 nayo ulikuwa huna. Utaepukana na hoja hii ya kwamba nilishindwa kwenda kwa sababu sikuwa na elimu ya kutangaza dini. Lakini kamwe huepukani na lugha ya kile kilichopo mfukoni, ulikitumiaje. Lugha hiyo huepukani nayo. Na ukileta hoja ya umaskini, basi Mwenyezi Mungu atakuletea Nabii Allah Isa, ndo maskini namba 1 duniani tangu Mungu kaiumba dunia. Tena nafasi yake nabii na ni mtume. Nabii na ni mtume. Ni mtu aliyezaliwa kwa tamko la Mwenyezi Mungu. Hana baba, hana mama, lakini ndiyo mtu alikuwa maskini kuliko wote duniani. Mungu siku ya Kiyama, ukisema hoja ya umaskini kuacha ibada, mtu atakayemleta mfano mbele yako atakuwa Isa alayhi salatu wasalam. Huyo ndo alikuwa maskini kuliko wote. Mama yake Isa ni mtu mzima, mama yake mzazi, nyumba aliyokuwa analala mama yake Isa wakati Isa yuko mtu mzima. Nisikilize vizuri, Isa yuko mtu mzima, mama yake mzazi, nyumba aliyokuwa analala ikiwashwa koroboi, unajua mama yake kajifunika shuka ya rangi gani? Nimeeleweka vizuri? Yani kipagale lililopigwa fito halijakandikwa. Huyu mama anayelala usingizi kwenye nyumba hii, huyu ndio mwanamke bora kuliko wote duniani. Huyo maskini anayelala kwenye nyumba ya mbavu za mbwa, hajui tofali, nyumba yake akiwasha kibatari anaonekana habadilishi nguo mpaka azime taa. Huyo ndo mwanamke bora kuliko wote. Alafu mwanawe nabii, tena mtume. Unaweza kubadilisha ugali na mchicha, una shamba la kununulia la kuvunia mchicha, una shamba la kubadilishia. Kuna siku unapataga wali maharage, siku zikikuangukia unakwenda kula pilau au unapata hata biriani ya kualikwa, alafu unasema we maskini. Utakosa lugha ya kusema siku ya Kiyama. Muislamu, nataka nikwambie kitu. Dunia tunapita. Usiwaone wa mashekhe wanahangaika, mara miezi 2 hayupo hapa, kahangaika kaenda kule, wanakwenda kufanya ibada zingine za ziada za da'wa nje ya hapa kuupeleka mbele Uislamu. Sheikh Mustafa Rajab, moja ya digrii zake hii aliyopewa PhD juzi ni da'wa. Yeye ni mtaalamu wa da'wa, sio jambo dogo. Sasa shekhe anapata PhD ya dawa, research anaifanyia kwenye dawa, anaonekana amefanya dawa. Shekhe ambaye angeweza tu kukaa hapa msikitini anapigwa na feni, kesi imeisha. Wewe wajibu wako na jukumu lako la dini liko wapi? Nimelisema hili kwa uchungu mkubwa na kuwakumbusha ndugu zangu Waislamu, tusifanye mazoea katika dini. Tusifanye mazoea katika Uislamu. Siku za kufa ziko karibu na mwanandani unatuita. Itengeneze akhera yako kabla hujaiacha dunia yako. Na mtaji wa kuitengeneza akhera ni dunia. Dunia njema ndio itatengeneza akhera bora. Itumie sana dunia hii. Na waomba wale wote ambao watasikia maneno haya, watayaona maneno haya, wajitahidi kuingia katika harakati za dini.
tuna Januari mwishoni mpaka Februari mwishoni biidhnillah tutaenda katika mkoa wa Arusha. Kwa hiyo tumebakiwa na siku 4 au 3 tu kuanza ziara hiyo au 5. Tukichelewa sana basi tarehe 1 mwezi Februari tuwe kule tufanye kazi ya dini. Nataka nikwambieni kitu kingine ndugu zangu, ili mpate kunielewa kwa umakini, uzuri na uelewa zaidi. Kuna wakati unaingiza pesa nyingi kwenye mambo ya dini na yakuwa hayaendi na hakuna unachofaidika nacho. Nyinyi mmeona mkutano niliouandaa Dodoma, matangazo niliyoyafanya wiki 3 zile Dodoma, na mkutano haukufanyika kwa hoja tu kwa sababu wanafunzi walikuwa wanafanya mitihani. Unahisi tulitumia kiasi gani kwenye ule mkutano? Ukisema mimi napata faida kwenye mikutano unajidanganya. Mimi natoa changu, hakuna ninachopata. Tulitumia zaidi ya milioni 16 kama sio 18 kuandaa mkutano kabla hujaanza. Matangazo yalitapakaa mji mzima, mlikuwa mnaona picha yangu shekhi wa mkoa, picha yangu shekhi wa mkoa. Uongo. Vipeperushi vilienda kila kona ya mji huu. Wale waliokuwa wanakaa hapa walikuwa wanafanya kazi. Kuna vijana zaidi ya 30 kwa siku walikuwa mtaani. Kwa siku 10 wanafanya matangazo na wote wanalipwa posho. Na hakuna alikuwa mtu kachangia hata 100 yake kusema mimi nilitoa 50 yangu au 10 yangu nifanye kazi ya dini, na Allah awe shahidi. Tunafanya haya kutafuta radhi za la ilaha, lakini pia tunawahamasisheni na nyie basi kile kidogo ushirikianeni. Sule sio tajiri kwamba kuna mahali anafanya kazi analipwa mshahara wa mamilioni. Nyinyi mmeona juzi ulifanyika mkutano wa Chama cha Mapinduzi Dodoma, ikawa ya Dodoma ya kijani. Pesa zilizomwagika hapa ni ndogo. Ni ndogo. Wajumbe 1900 walipokuwa hapa na wapambe zaidi ya 1300, karibu watu 2000 na pointi walikuwa hapa. Pesa ilikuwa kama njugu hapa mjini. Hakuna jambo zuri lisilokuwa na gharama. Hakuna jambo zuri lisilokuwa na gharama. Na ili dini iende inahitaji gharama. Na gharama ya dini ni 2, damu yako na mali yako. Na watu wamevitoa hivyo, ndio wewe umekuwa Muislamu leo. Kama watu wasingemwaga damu wala wasingetoa pesa yao, wewe mimi na wewe leo tungekuwa na dini zetu za kibubububu tu. Tunaabudu kwenye miti, tunaabudu kwenye milima, tunaabudu kwenye vyuma. Pengine wamisionari wangekuja kutubeba. Saizi umebeba msalaba mkubwa mpaka unakuweka alama mgongoni. Lakini Allah ametuletea dini ya haki. Ametuletea mtume, ametubainishia nuru. Tunatakiwa tusapoti sana kazi ilomleta mtume huyu, nayo ni da'wa. Ndugu zangu, niwashukuru kwa hiki. Mashekhe, hesabuni tujue ngapi. Watu wasije kasema Dr. Sule alienda Gaddafi akakusanya milioni 3, maana watu wanajua fiti. Shekhe, naomba mnisaidie kwa hesabu hizi pesa. Vijana, hebu hesabuni hizi pesa, wala halina haja kwani hizi pesa si zangu wala si za shehe. Hizi pesa ni za dini. Naomba mnisaidie kuzihesabu haraka nijue ngapi. Kama ni laki watu. Ndugu zangu, wakati ndugu zetu hapa wanafanya hesabu kwa haraka, niwakumbushe jambo moja muhimu sana katika mwezi huu wa Rajab. Tumebakiza siku chache sana mwezi wa Rajab kuisha. Chache mno. Tuko katika 10 la mwisho la mwezi wa Rajab, na ndo 10 ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda safari ya Isra na Miraj. Katika zile nguzo 5 zinazobeba Uislamu, nguzo moja asili yake iko ndani ya mwezi huu, nayo ni swala. Uislamu na nguzo 5: shahada, swala, zaka, funga na hija. Nguzo ziko ngapi? Ziko ngapi? Sasa katika zile 5 zinazoubeba Uislamu, zile 5 zile, ya pili ambayo ni swala baada ya shahada, ile nguzo ya pili ya swala ambayo ndio inakuwa identify kuwa wewe ni Muislamu kweli, basi moja ya hizo nguzo imepatikana ndani ya mwezi huu wa Rajab. Siku ya mwezi 27, wanachuoni wengi wamekubaliana ndiyo siku mtume alisafiri safari ya Isra na Miraj. Safari ya duniani na safari ya mbinguni kwa wakati mmoja, kwa siku moja.
go and return, alikwenda na kurudi. Ni safari very sensitive sana. Mwezi huu umefanywa kuwa moja kati ya miezi mitukufu. Ni mwezi unaobeba ibada kubwa kubwa. Khatibu shekhe wetu wa mkoa ametuelekeza katika hutuba, kama ulikuwa unasikiliza vizuri, kwamba mwezi huu ukifanya jema lina malipo makubwa zaidi kuliko baadhi ya miezi, na mwezi huu ukifanya ovu lina malipo makubwa kuliko baadhi ya miezi. Wengi wetu tuna dhiki na shida. Naitumia nafasi hii kukupa siri ya kitu cha kufanya kabla hatujaumaliza mwezi huu wa Rajab. Ukikifanya hicho kwa namna ninayokufundisha, ukadumu nacho katika kipindi hiki cha Rajab ukakifanya, au baada ya Rajab ukakifanya, dhiki, shida na matatizo yanayokuzunguka yatakatika, kama vile taka zinavyoondolewa katika nguo chafu wakati inafuliwa na sabuni kali zenye madini nzuri za kuondolea takataka. Kwanza weka nia ya kufunga ndani ya kipindi hiki cha mwezi wa Rajab. Tumebakiza siku chache, 5 6 hivyo. Chache tu. Leo tarehe 24. Leo mwezi 20 ngapi? 22 23 kama sikosei. Sasa katika kipindi hiki za siku 5 6 zilizobaki, weka nia kusimama usiku, qiyamul layl. Wala huna ulazima kusoma Qur'ani ndefu. Wala huna ulazima kufanya tasbihi ndefu. Nakupa kitu kidogo tu. Wala huna ulazima kusimama kusali rakaa mpaka miguu ivimbe. Yaani nakupa shortcut. Bonge la njia ya mafanikio nakupa. Utaanza na hii usiku. Huu usiku ndo utaanza. Alafu kesho yake ndo utaamkia kufunga. Ndani ya mwezi huu wa Rajab. Kwa sababu mwezi huu wa Rajab unaweza kufunga siku yoyote. Tumeelewana sawa sawa? Usiku utaamka kuanzia saa 8 mpaka 9:30. Muda huo kati ya saa 8 na saa 9:30. Tega alamu yako muda huo. Amka. Oga. Kwanza kaoge. Alafu chukua udhu. Ukishachukua udhu, tafuta mahala pasafi. Sali rakaa 2 sunatil haja. Nuia kwamba Mwenyezi Mungu na sali rakaa 2 hizi na haja zangu na zikabidhi mikononi mwako. Nuia kwenye moyo. Kama hujui kusema Kiarabu kile, sema nuia kwenye moyo nia hiyo ya kuswali, alafu sema Allahu Akbar, funga swala. Ukishafunga swala, rakaa ya kwanza jitahidi, kama hujui jifunze, ukishindwa nitakupa njia nyingine. Rakaa ya kwanza utasoma wadhuha, alafu utaongeza na surati Ikhlasi 3. Yani baada ya kusoma surati Fatiha, ukimaliza amin, utasoma wadhuha. Utaisoma wadhuha yote, alafu utasoma mara 3 kul huwallahu, zile utazifuatishia mara 3. Alafu utarukuu, utasujudu, utamaliza. Rakaa ya pili utasoma surati al-Fatiha, alafu utasoma alam nashrah 1, alafu utasoma Ikhlasi 3, utamaliza swala. Utatoa salamu, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ukimaliza utasujudu. Nimeeleweka sawa sawa? Umeshatoa salamu, umemaliza. Kabla ya kusujudu utasema rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kama unaweza utasoma dua hii mara 3. Ukimaliza utasujudu. Kama huiwezi dua hii, wewe nyanyua mikono, mwambie Mungu chochote kwa ufupi sana unachotaka. Mwambie Mwenyezi Mungu, nipe mema katika dunia, nipe mema katika akhera, na uniepushe na adhabu zako za moto.
alafu unasujudu. Ukisujudu mkabidhi Mungu mambo matatu, yaombe mambo mangapi? Matatu makubwa. Jumuisha, yani yale zile shida zako, tafuta tatu kubwa ambazo unajua hizo zikikadhiwa na Mwenyezi Mungu wewe maisha ushayapatia, dunia unayo, akhera inayo. Mkabidhi Mungu. Ukishamaliza kwenye sijda rudi. Ukirudi utasoma suratul Fatiha mara 40. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Utaisoma hiyo mara 40. Unakuwa na tasbihi au vitu vya kuhesabia zifike 40. Ukimaliza hizo 40 utamswalia mtume mara 100. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Unavyoweza wewe kumswalia mtume katika swalatu nabii yoyote, salatu ala nabii yoyote, itumie swali. Utamswalia mtume mara 100. Ukimaliza kumswalia mtume mara 100 utasujudu tena, mkabidhi Mwenyezi Mungu shida zako, ima zile tatu zirudie au tafuta nyingine za ziada ongeza. Alafu baada ya hapo maliza swala, rudi kitandani, nenda kalale, subiri swala ya alfajiri. Asubuhi ukifika funga, alafu jitahidi hiyo siku swali swala zote 5, na kila ukiwa msikitini hata muda baada ya swala mswalie mtume angalau mara 11. Nyanyua mikono, mwambie Mwenyezi Mungu unachotaka. Mchana sala ya alfajiri fanya hivyo, sala ya adhuhuri fanya hivyo, alasiri fanya hivyo, magharibi fanya hivyo, isha fanya hivyo. Wallahi billahi tallahi hazitavuka siku 7, Mwenyezi Mungu atakupa njia ya kile unachokitaka. Hiyo zawadi nimekupa, itumie Rajabu hii. Umeshindwa kusoma hayo, basi soma yoyote unayotaka, lakini katika kila rakaa hakikisha umesoma ile kul huwallahu, zisome mara 3. Sasa umeshindwa kabisa, wewe soma hizo kul huwallahu. Suratul Fatiha umemaliza, soma kul huwallahu 3 rakaa ya kwanza. Soma suratul Fatiha umemaliza, soma kul huwallahu 3 rakaa ya pili, malizia. Fanya hivyo tu, utakuja kunikumbuka. Nimekupa mawasiliano ya uhakika sana na Mola wako, na kama siku na miezi ya kawaida nitarudi kwako. Kama na siku na miezi ya kawaida, yafanye haya Jumatatu na Alhamisi. Usiku wa kuamkia Jumatatu fanya hivyo, ama usiku wa kuamkia Alhamisi. Maana yake usiku wa kuamkia Jumatatu sali, alafu Jumatatu funga. Usiku wa kuamkia Alhamisi sali, alafu Alhamisi funga. Au usiku wa kuamkia Ijumaa. Lakini inapendeza zaidi ukifunga, kama utataka kufunga na Ijumaa, basi ufunge siku 3 mfululizo. Ima uanze Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi, au ufunge Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Usifunge Ijumaa peke yake. Ijumaa ni Idu. Ijumaa siku ya kula vitu vizuri. Kama unacho Ijumaa ndo siku ya kula pilau. Ijumaa usile ugali dagaa, kama unacho utaumwa. Wengine mnakosea kanuni, ndio maana mnapata vidonda vya tumbo. Wewe Ijumaa unakula ugali dagaa kweli? Sio tafuta kuumwa vidonda vya tumbo wewe. Ijumaa siku ya kula vizuri. Kuna watu pesa wanazo, Ijumaa ndo anaagiza dagaa uduvi au lile la Mwanza chungu kama chloroquine. Anaambia ongeza sana nyanya. We baba we, utakufa, hizo hela utaziacha. Wacha watoto watusue maisha Ijumaa. Akia Mungu tena. Mimi ningekuwa mtume Ijumaa ningeharamisha ugali. Yaani mimi ningekuwa mtume Ijumaa ningeharamisha ugali. Ugali chakula gani? Ijumaa watu watakuwa wale vyakula vya maana. Kuna watu hata hawanielewi wanavyopenda ugali. So shekhe, ungeujua ugali mtamu, kakudanganya nani? Wewe kuona ugali unatolewa zaka, uongo tu. Kwa hiyo inshallah, baada ya kusema maneno haya, kwanza nimshukuru shekhe wa mkoa. Tumepata kiasi gani? Tumepata 8,18,018. 8,18,018. Jazakallahu khaira. Hicho mlichokitoa Mwenyezi Mungu atakupeni malipo yaliyo mema. Mwenyezi Mungu atakulipeni kila la kheri. Baada ya mazungumzo yangu haya, Islamic TV watakuwa na mazungumzo, mahojiano na baadhi ya waumini tulioswali hapa. Ukiombwa na viongozi hawa kamera, toa ushirikiano. Moja vitu tunavyozungumza ni kuzungumzia hutuba aliyozungumza shekhe wa mkoa. Watu wamejifunza nini kwenye hutuba ya shekhe? Kwa hiyo kutakuwa na mahojiano. Islamic TV watahoji baadhi ya waumini tulioswali leo msikiti wa Ijumaa.
amini msikiti mkuu wa mkoa wa Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA mkoa wa Dodoma, chini ya hutuba ya shekhe wa mkoa Sheikh Mustafa Rajab, walilahi alhamdu. Kwa hiyo mtahojiwa maswali huko nje, na naomba muwape ushirikiano waandishi wetu ili waweze kuweka kumbukumbu. Lakini hii pia ni kutangaza hutuba, kwa sababu unapoulizwa maswali na ukayajibu yale ambayo yako kwenye hutuba, kama kweli umeshiba na kufaidika nayo, kuna mtu atataka sasa kuisikiliza hiyo hutuba, shekhe alizungumza nini. Itakuwa darsa umelisaidia kwenda mbali zaidi. Tumeelewana sawa sawa? Kwa sababu hiki alichokizungumza shekhe hapa kwa ufasaha wake sio kila mtu anakijua, kwamba Mtume katika mwezi wa Rajab ndipo alifiwa na vipenzi wake wawili ambao watatu alifiwa na vipenzi wake watatu ndani ya mwezi wa Rajab. Sasa unatakiwa ujue thamani ya kile ambacho kimezungumzwa. Hutuba hii upate